Happy Sabbath Church. Karibuni katika lesson yetu ya siku ya leo ambao ni lesson ya 13 katika mfululizo wa lesson tumekuwa nazo katika quarter hii, lesson 12 ambao tumejifundisha kuhusu jinsi na namna ya kuweza interpret the scripture. Pamoja nami tuko na Edna Kerubo, na muomba aweze kuwasalimia. Happy Sabbath Church. Na pia tuko na upande ule mwingine Nixon Momanyi. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo na karibu. Asante sana. Basi katika lesson yetu ya siku ya leo ambao ni lesson namba 13, inasema, kichwa cha lesson kinasema katika lugha ya Kiingereza, living by the word of God. Kabla hatujaanza, naomba ndugu Nixon Mamai aweze kutuongoza kwa ombi. Tuamini, tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunalishukuru na kulimidi jina lako kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya sabato yako takatifu. Tunapoingia katika kujifunza neno lako, tunanaomba ni kwamba Roho wako Mtakatifu awe mwalimu wetu kuanzia sasa hadi tamati. Ni kupitia kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amina. Basi katika fungu letu kuu, naomba Edna aweze kutuongoza. Linapatikana katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 22. Ndasoma kwa lugha ya Kiingereza. And it says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Amen. Asante. Basi Yakobo anatufundisha jambo hapa ya kwamba kadri na uwezo tunavyosoma neno la Mungu, anatufundisha ya kwamba tuweze kuwa watendaji wa neno. Pia kuna jambo ametaja pale ya kwamba tusiwe wasikilizaji peke yake. Hapa kuna shida. Wengi wetu unakuta ya kwamba tunaweza soma Biblia ama tunaweza kuwa wasikilizaji wa neno la Mungu, lakini katika matendo yetu unakuta ya kwamba hatuliweki neno la Mungu katika matendo. Ndiposa katika fungu ambalo tumesoma inatuhimiza ya kwamba tuweze kuwa watendaji wa neno na wala sio wasikilizaji peke yake. Tunaangalia katika maelezo hapo ni kwamba njia rahisi na njia ya kipekee ya kusoma Biblia, kadri tunavyoisoma, haitakuwa na maana kama hatutakuwa watendaji katika yale mambo ambayo tunayoyasoma. Katika elimu ya dunia hii tunaona ya kwamba hata kama utasoma kwa kiasi gani elimu ya dunia hii bila kuweka yale yote ambayo unayoyasoma ama kuyazingatia, kuyaweka katika vitendo, haitakuwa na maana yoyote. Hivyo ndivyo ilivyo na hata katika neno la Mungu, ya kwamba tunaposoma neno la Mungu, la muhimu ni kwamba tuweze kuzingatia na kuyaweka katika matendo yale mambo ambayo tunayofundisha katika neno la Mungu. Na tunaelewa ya kwamba hatuwezi kukua kama tutakuwa tunasoma tu bila kuyaweka
neno la Mungu katika matendo. Na hiyo ni kusema ya kwamba tutakuwa tumelemaa katika hali yetu ya kiroho, na tutakuwa tunarudi nyuma, hatutakuwa, we will not grow, tutakuwa impaired ama tutakuwa walemavu katika kukosa kuyazingatia na kuyafanya yale yote ambayo tunajifundisha katika neno la Mungu. Na pia tunaona ya kwamba tunapokuwa katika neema ya Mungu na katika hekima, tunaona ni kupitia kwa wale ambao wameweza kuandika neno hili la Mungu, na tunaona ya kwamba neno la Mungu liliweza kuwa inspired na wale ambao waliweza kuandika, na wamekuwa ni kielelezo kwetu kuweza kuiga na kuyatenda yale yote ambao waliweza kutuandikia wakiongozwa na Roho wa Bwana. Pamoja na hayo, Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu, alipokuwa hapa duniani, tunaona alikuwa anategemea nguvu kutoka kwa Mungu, na jinsi na namna alivyokuwa anafundisha yeye mwenyewe ni kielelezo kwetu ya kwamba alikuwa mtendaji wa hili neno ambao ametuachia tuweze kulisoma na kulitenda. Yesu aliishi maisha ambayo ya kufanya mapenzi ya Mungu, na hivyo ndivyo ilivyo na hata sisi ambao tumepokea neno hili tuweze kuzingatia ya kwamba Mungu aweze kutusaidia ili tuweze kuyaweka yote katika matendo, na ndipo tuweze kumpendeza Mungu. Hayo ndiyo maneno ya utangulizi pamoja na fungu letu kuu. Ningependa kuuliza kama kuna yeyote anaweza kuongeza pale kabla hatujaendelea mbele. Asante. Ni kwamba tunahimizwa kwamba ili maisha yetu yaweze kuwa bora zaidi, ili tuweze kukua kiroho, ni lazima tuishi kwa neno la Mungu. Lazima neno la Mungu liweze kuwa chakula chetu cha kila wakati, ili tuweze kukua kiroho na tukimtegemea Mungu. Asante sana ndugu Nixon. Katika sehemu hiyo ambayo inafuata, ambao kichwa kinasema The Living Word of God and the Holy Spirit, tunapata fungu la kutuongoza katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 12 hadi 16. Wafilipi 2 mstari wa 12 hadi 16. Naomba yule ameweza kupata hilo fungu aweze kusoma. Nasema hivi: Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. 14. Do all things without murmuring and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among which ye shine as lights in the world. 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Asante sana. Paul anapowaandikia Wafilipi ama kanisa la Wafilipi, kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika watu, akiwa anawaadress katika mafungo ambayo tumeweza kuyasoma. Ni kwamba katika hali ile ambayo walikuwa ya kuendelea kukua na kusoma neno la Mungu,
kulionekana ya kwamba kulikuwa na laxity ama kutofuatilia yale mafundisho alikuwa anawafundisha. Huenda ikawa wakati Paul alipokuwa pamoja nao kulikuwa na shida ya kuweza kuzingatia yale ambao aliweza kuwafundisha. Jambo kubwa ama neno kubwa hapa ni kutii. Tunaona ya kwamba anatoa ushauri katika maisha yao kuweza kuyazingatia ama kuzingatia neno la Mungu kwa yale yote ambao alikuwa amewafundisha. Na tunaona kulikuwa na manunguniko, kulikuwa na vita za maneno hapa na pale, kama vile inavyokuwa katika kanisa la wakati huu, ya kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwa katika hali ya kufanyia Mungu kazi, wanakuwa na kulalamika kwingi, wanakuwa na manunguniko, na hii ndio ilikuwa hali ambapo Paul akaweza kuandika ya kwamba katika hiyo hali akaweza kuwa anaiaddress. Na tunaona ya kwamba katika hali ya kusoma na kuelewa neno la Mungu, tunaona pasipo Roho Mtakatifu wa Mungu hakika hatuwezi tukayaelewa, wala hatuwezi kutii, wala hatuwezi tukayatenda yale ambao tunasoma katika neno la Mungu. Kwa hivyo ni kupitia kwa Roho wa Bwana jinsi na namna aliweza kuwasaidia lile kanisa la Filipi kuweza kuyaelewa na kuweza kuyazingatia na kuyatenda, hata kama ni wakati Paulo hakuwa pamoja nao, hata wakati ambao walikuwa peke yao. Hivyo ndivyo ilivyo na hata sisi, ya kwamba tunapojitoa katika kusoma neno la Mungu pasipo kulasimishwa ama pasipo mtu kuwa kuweza kutusupervise, inakuwa ni jambo ambalo linampendeza Mungu. Na zaidi ya hayo ni kwamba hali ya kuelewa, tunapata hali ya kusoma neno na kulielewa na kuweza kulitii na kukua katika hali ya kiroho. Katika sehemu hiyo ya mwisho ndio tunaona ya kwamba hata dada Ellen G. White katika kitabu cha Selected Messages book 1 page 411 anasema hivi: no one is able to explain the scriptures without the aid of the Holy Spirit, but when you take up the word of God with a humble, teachable heart, the angels of God will be by your side to embrace you with evidences of the truth. In this way, spiritual things are interpreted spiritually. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 13 na 14. And we are able joyfully to follow God's word morning by morning. Kwa hivyo tunapowacha neno la Mungu liweze kujinterpret, tunaenjoy ama tunafurahia kuweza kuendelea kulisoma siku baada ya siku, na hakuna wakati tutarudi nyuma, kwa sababu yule Roho ambaye anakaa ndani yetu anaendelea kutufundisha na kutushawishi kuendelea kumjua Mungu kupitia kwa maandiko matakatifu. Asante. Katika hiyo namba, sijui kama kuna mtu ambaye hakuna jambo la kuweza kuongezea kabla sija hand over kwa Edna ambaye atatuongoza katika sehemu hiyo ambayo inafuata, learning from Jesus and Jesus versus Scripture. Labda jambo kuu ambalo tunapata hapa ni kwamba hata mtu awe mhubiri kiasi gani, hata mtu ajaribu kwa njia yake kiasi gani kusoma neno la Mungu, pasipo uwepo wa Roho Mtakatifu hawezi kupata kuelewa. Kwa hivyo ili aweze kuelewa neno la Mungu na kukua katika neno la Mungu, lazima Roho Mtakatifu amtawale. Asante sana Nixon. Asante. Tunaendelea sasa na nampisha Edna aweze kutuongoza katika sehemu hiyo ambayo inafuata.
Okay, we will tackle our sub-theme, which says learning from Jesus. As Christians, what do we learn from Jesus? Jesus showed to us a very good example. He lived by the word of God. So as he did, we all have to emulate his example. Jesus used scriptures which helped him to overcome Satan's temptations. And we find these temptations in Luke chapter 4, verse 4. Someone will read to us. Luke 4:4. It says, "And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God." And also chapter 8. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Asante Elder. Jesus used the scriptures when he was tempted by Satan. He was able to master the scriptures which helped him to overcome Satan's temptations. He did not only quote the scriptures from the Bible as Satan did, but he was able to understand the scriptures from heart and lived by it. So as Christians, do you read your Bibles? Do you read your Bibles when you face temptations or when you have tribulations? Or do you quote the scriptures? We have to allow the scriptures to live in our heart so that when temptations comes our way, we are able to quote it but not go back into the Bible. Jesus also taught his disciples about how to read the Bible. He opened their minds so that they may read the Bible, not only reading the Bible, but being able to understand the Word of God. Any addition? Asante. Katika Yohana 7 mstari wa 38, tufungue pale. Kuna jambo ambalo ningependa kuongezea. John chapter 7 verse 38. 7:38 the scripture reads, nasema hivi, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Thank you. Asante. Katika hiyo sehemu ama katika fungo hilo tunaona ya kwamba maandiko matakatifu yanatufundisha kuhusu the Messiah ambaye ni Yesu Kristo, na yule ambaye atakayemwamini Yesu anasema ya kwamba atafanya mambo makubwa juu ya maisha yake, na ni kupitia kwa maandiko matakatifu ama Biblia ambao tunamjua huyu Yesu ambaye ni Messiah, na maandiko haya matakatifu yanamuonyesha ama yanamfundisha Yesu ni nani. Hiyo ni Yohana 5 mstari wa 39. Yesu mwenyewe alikuwa anazingatia kuhusu maandiko matakatifu ambao ndio yalikuwa yanatufundisha yeye alikuwa ni nani. Kwa hivyo yeye mwenyewe alifanyika kuwa mwili, na ni kupitia kwa maandiko ambao tunasoma ambao
tunajicommit ama tunajitoa kumjua huyu Yesu wetu. Swali ni kwamba kama Yesu aliweza kuzingatia na kutii na kufanya yale ambayo alikuwa anafundisha, na je, sisi ili tuweze kuitwa wana na binti ambao wanafaa katika ufalme wa Mungu, inafaa tuweze kufuata mfano wa Yesu ambaye alifundisha na akaweza kutii na kuyafanya yale yote ambaye anatufundisha katika neno lake. Nampisha ndugu Nixon Momanyi ili aweze kutuelekeza katika sehemu hizo za mwisho kabla masaa haijaenda. Asante. Kwa haraka ni kwamba tunaangazia quiet times with the word of God, nyakati tulivu na neno la Mungu. Ni kwamba duniani tunamoishi kuna changamoto nyingi sana na ambazo zimeteka nyara mawazo yetu, ambapo kuna kutafuta hapa na pale, tunatafuta chakula, tunatafutia watoto wetu, lakini unapata kwamba katika hii hali ya kutafuta imechukua muda wetu mwingi, hata hatuna wakati wa kusoma neno la Mungu. Changamoto ya siku leo ilikuwa inasema kwamba ni lazima tutenge muda, jinsi ambavyo vile ambavyo tunavyotenga muda wa kufanya mambo yetu mengine hapa na pale, lazima tutenge muda wa kulisoma neno la Mungu. Wakati mwingi unapata kwamba tunatumia muda wetu mwingi kuingia kwa Facebook, WhatsApp, tunafanya hapa na pale, lakini hatuchukui muda wetu wa kulisoma neno la Mungu. Ni kwamba ili tuweze kukua, lazima tulisome neno la Mungu. Lazima tutenge muda fulani wa kulisoma neno la Mungu, hasa nyakati za asubuhi. Tulikuwa tunahimizwa kwamba wakati wa asubuhi ndio wakati murwa kabisa, wakati mzuri, wakati tulivu wa kusoma neno la Mungu. Na huo ndio wakati ambapo kabla hatujaanza siku tunafaa kuketi chini, hata kama ni dakika 30 ulisome neno la Mungu, kwa sababu tumeelewa kwamba siku nzima ina changamoto nyingi na katika hali ya kutafuta hapa na pale. Kwa hivyo ni himizo kwetu kwamba tuweze kutenga muda, jinsi ambavyo tunavyotenga muda kwa shughuli zetu za hapa na pale, vile vile tutenge muda tukimweka Mungu kwanza kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Jambo jingine ni kwamba ni kuhusu kumbukumbu na wimbo. Ni kwamba lazima tuweze kusoma neno hili, tuliweke katika akili zetu, liweze kuwa katika kumbukumbu, ili tunapojaribiwa tunaweza kuquote the Bible. Neno hili utusaidia kumwabudu Mungu. Tunaposoma neno na kuliweka katika akili zetu, linatusaidia kumwabudu Mungu na kuishi maisha yaliyo mazuri kulingana na maandiko. Si hivyo tu, tunaweza pia tukaliweka neno hili katika uimbaji. Tunaweza tukayaweka mafungu vizuri, tukatafuta sauti nzuri, tukayaweka katika uimbaji, kisha tukayaimba. Mara nyingi unapata kwamba nyimbo ambazo labda tunaimba nyingi hazina maandiko ambayo yana mfululizo fulani, lakini himizo la leo ni kwamba wala watunzi wa nyimbo tunahimizwa kwamba tuweze kufuata maandiko na tuweze kutunga nyimbo. Kwa mfano, kuna wimbo Yohana 3:16 inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Wanaama walijaribu kuimba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu kamtoa mwana wake kwetu, ili amwaminie asipotee, bali akaupate uzima wa milele. Haya ni maandiko yenyewe. Kwa hivyo watunzi, tujaribu kufuatilia ili
tunapoimba haya maneno ya Biblia yanabaki kama kumbukumbu katika maisha yetu. Asante. Kwa kuongezea katika sehemu hiyo, tunaona Daudi katika Zaburi 119 mstari wa 11 ambaye anasema ya kwamba, Zaburi 119 mstari wa 11, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ni jambo la maana na ni jambo ambalo ni baraka katika maisha ya kila mmoja wetu, tunaposoma neno la Mungu na kuweza kuliweka katika mioyo yetu, na hata watoto wetu wadogo tunapowafundisha memory verses, inawasaidia kukua na kuendelea kumjua Mungu zaidi hata katika maisha ya baadaye. Hivyo ndivyo ilivyo na hata sisi watu wazima, tunapokumbana na majaribu, tunapohangaika na mambo challenges katika maisha haya, tunapokumbuka yale maneno ambayo tumejifundisha na kuyaweka katika mioyo yetu, inatusaidia katika kukabiliana na kuweza kuget along na maisha haya. Mungu wetu atusaidie ili tuweze kuwa watendaji wa neno na sio wasomaji peke yake. Kwa haya machache, Mungu wetu aweze kutubariki. Amen. Edna, tufungie katika maombi. Tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, asante kwa kutulinda hadi wakati huu. Asante kwa sababu umetusaidia tukaweza kusema lesson hadi tukaimaliza. Baba, naomba uweze kutusaidia kile ambacho tumeweza kukisoma kiweze kuwa ndani yetu na tuweze kuishi kulingana na mfano huo. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen.